Mwenendo na tabia zake, fikra zake ni za kwake. Mziwanda, umeijenga taswira nami kwa nini? Mziwanda, ninaikosa amani tena mimi. Mziwanda, sina tena duniani wa kuthamini. Mziwanda, maisha yamebadilika kwangu mimi. Oh, 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 oh. Mziwanda, umeijenga taswira nami kwa nini? Mziwanda, ninaikosa amani tena mimi. Mziwanda, sina tena duniani wa kuthamini. Mziwanda, maisha yamebadilika kwangu mimi. Oh, 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 oh. Mbona umekaa kimya muda mrefu? Shida nini mpenzi wangu? Hamna shida. Niambie. Nimekumisi tu mpenzi wangu. Hata mimi nimekumisi sana. Kweli. Kweli. Sasa tuma. Jioni nitakuja kulala mpenzi wangu. Jioni utakuja. Wow. Nilikuwa nimemiss sana mpenzi wangu. Kweli? Kweli mpenzi wangu. Yeah. Basi sawa. Pia kuna jambo lingine nilikuwa nahitaji kukuambia. Jambo gani? Hivi una malengo gani na mahusiano yetu? Malengo na mahusiano yetu. Sasa baby, siku zote hizo ningekuwa nataka kuoa. Nishaoa. Sawa, lakini sawa. Yaani una malengo gani kwa sasa hivi? Si ndo nisharudi? Sasa hivi nataka nije nikuoe mpenzi wangu. Kweli? Lakini nishatoka mwenyewe. Unajua ni nyumba kubwa kwa peke yangu. Kweli? Mpenzi. Basi sawa. Haya, ngoja basi mimi niende. Nimekwambia jioni nitakuja. Ndio utakuja. Yeah. Ano sababu? Nataka nikampikie sasa. Unabidi mpigie. Sina nikamnini na yeye. Basi nashika nakusubiri. Siache kuja. Nenda sana mpenzi wangu. Okay, bye. Bye. Okay, baby, bye. Muona nini? Jifiche. Mdogo wangu Tausi huyo. Leo itakuwa magenge yangu. Mpaka nimemwacha nyumbani. Basi tutawasiliana.
Unajua wenyewe mimi kikubwa jioni arudi. Siri ya ulimwengu ilofanywa jitihada kuficha mboni, mfano wa wingu uonyesha taswira ya ndani uyaoni. Hii tabasamu limeumbwa kuficha mengi. Natamani kusema ila moyo uneni, najua duniani kuna mengi. Natambua kuna mwili, kuna nafsi, yaliyomo moyoni mwake, ukweli wake ni siri yake, mwenendo na tabia zake, fikra zake ni za kwake. Mziwanda umeijenga taswira nami kwa nini? Mziwanda ninaikosa amani tena mimi. Mziwanda sina tena duniani wa kuthamini. Mziwanda maisha yamebadilika kwangu mimi. Oh, 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 oh. Sijaelewa umesema nini anti? Yaani anti, nimekwambia hivi, kuna mtu wangu mimi ananisumbua. Tena hata sielewi anachanganya kitu changu. Sasa anti, yana anakusumbua anakusumbuaje? Wewe anti, wewe acha, hata sielewi. Ila unajua nini mwanangu? Mwachana kwanza na hayo mambo. Najua anti unaongea, mimi nampenda. Unasemaje anti? Ndio hivyo, hata kama nimekosea samahani, nikwambia. Maana nimeshinda kujizuia anti yangu. Aisee, watoto wa sasa hivi ni balaa. Yaani unaniambia kabisa kwamba unajua mimi nampenda. Anti samahani kama nimekosea kwambia hivyo. Hapana mwanangu, usio kama umekosea. Ila kwa sasa hivi mimi ningekushauri tu achana na hayo mambo. Utayakuta. Unawahi nini kwani? Hapana. Na huyo mtu ni nani? Sema hivi anti. Ukifika wakati nitakwambia. Watoto wa sasa hivi mkiamua jambo, mmeamua. Mimi ni nani nipinge? Shauri yako bwana. Mume wangu. Anko yo? Ndio. Subiri. Mume wangu. Mume wangu nakusikia za huko. Salama, habari za Tabora? Huko salama, tusijui nyie huko. Si lazima mume wangu, tupo hapa na aunti yangu, tunabadilishana mawazo. Lija. Mume wangu. Nina habari njema mke wangu. Habari njema, ipi hiyo mume wangu? Wow. Kweli mume wangu? Mume wangu, hebu mpe simu mwanangu. Haruna mwanangu. Ni yeye. Mwanangu nimekukumbuka. Na masiara. Na ndio maana tukasema hisa zipo kibao, tavuna ulichopanda. Kumbe zipo kibao. Dada Jeki mpya hiyo. Nilikuwa sijaisikia. Unajua kaka kauli kazuri. Mimi pesa nimekuja nazo. Zipo kwenye jobo, mimi nimenunua jobo na koyagi. Kwa hiyo mwenyekiti, hizi ni za thamani sana kwangu. Unaweza kubaki nazo. Bwana, hebu sisi tutoleeni kelenura. Hebu mchukue mtu wako mwende huko, sisi mtupe hela zetu. Jamani, unatuchelewesha. Tuna mambo mengi ya kufanya. Naomba unyanyuke hapo. Kuwa muelewa bwana. Mwanangu njoo. Hebu nyanyuka bwana, kuwa muelewa. Hebu shikeni na mama. Kwanza tunaenda kwenye mfungo, tunatuletea mapombe kwenye vikundi. Jiangalie kwanza. Yaani mtoto
Nyanyuka mapombe yako hayo. Utamuumiza. Bwana kapiga nini huko? Kapiga nini huko? Sisi tunaleta pesa zetu. Kapiga nini huko? Ndio natangulia huko. Kumbafu wewe. Watu watauana jamani, waende tu. Ndio atakwenda kuoa kule. Kwa sababu ya mambo ya kipumbavu. Sikiliza sasa. Nenda kamwombe msamaha mwenyekiti wako, mimi naendea hela. Unafuata hela? Nafuata pesa. Haya. Tangulia nayo madude yako. Fanya upesi. Umetupa. Tangulia nayo madude. Haya. Nenda huko. Sawa. Nenda na usirudi mara na hela. Wewe, najua Changanya kabisa. ndio maana umenileta kuniaibisha huko. Na ndio maana Salma akakukataa kwa wewe wako huo. Tena karudisha aliyotoka. Haya. Haya wewe, akina mama wenzangu kwelini? Naenda kuwapatia hela ile rejesho. Nenda huko mimi arejesho letu. Yaani huyu mtoto sijui nibadilishwaga kitete so bure. Malezi. Mtoto mwenyekiti analeta pesa. Haya jamani, wana kikundi tuendelee pale. Njonjo kapata hela za mama. Haya, anayepatia sasa hivi Mwanaidi leta pesa za mwendo kasi tumalizie na Mariamu Abdalla. Tufunge kikundi. Jamani, mnatuchelewesha. Haya. Mwanangu. Baba mwanangu, mambo. Mwanangu mje na baba, natamani mje leo hii. Yaani nimekumisi. Unakuja kesho? Njoo mwanangu, nakuta nimekupikia wali na kuku. Umesikia? Auntie, yana furaha. Unaki wanafahamu ulimpoteza kitu. Beme wangu. Nimemsikia mume wangu, yani hapa, yani yani moyo wangu una furaha. Ndio mume wangu. Ndio. Nikamkuta hayupo, nikaenda Mbagala. Nikaenda Mbagala yani kwa baba. Na kwenyewe nikamkuta hayupo. Kwa nikasema hapa ngoja niende kwa rafiki yangu kwenda walikia kule. Nikaamua kwenda banana Gogora Moto. Banana Gogora Moto ndiko nilikuta mtoto ameachwa kwa rafiki yangu kipenzi anaitwa Nyelele Toro dawa, lakini jina lake kabisa anaitwa Abdalla. Na kaka yake yuko wapi sasa? Yaani hapa anatafuta tu tangu mtoto akiwa yeye hajifika yuko wapi. Ila mume wangu, Mtoto amekuwa na yani amekuwa kama mwanamke, yani mtoto analelewa kiuni. ila mume wangu jambo jema umempata. Yaani mume wangu, naomba kesho tu mrudi. Hamna shida, yani na kwa kweli namshukuru sana ndugu yangu, maana alitaka kuondoka naye hiyo juzi, akamwambia akamwambia mtoto mwache hapa. Yaani kwa kweli namshukuru sana rafiki yangu kwa Brazil. Amenisaidia sana yani. Yaani mume wangu, ujue tu fulani nilionayo. Kesho ndugu yangu tunakuja, ngoja tufanye maandalizi ya safari hapa. Haya mume wangu, mimi nawaombea. Haya. Haya mwanangu, asanteni. Usijali mwanangu, yaani nakupikia biriani hiyo. Haya tu. Asante mume wangu. Auntie, Be, yaani na furaha mwanangu. unaki fulani na mama. Sasa kesho, yaani amka asubuhi tu sokoni, yaani wakute tumewaandalia. Wacha. Yaani sokoni mapema, umesikia mwanangu? Ndio. Yaani hapa na furaha. Sasa hivi mimi nakuacha.
Ngoja niende kwanza kwa wifi nikambe taarifa. Sawa. Ubaki hapa. Sawa, auntie nabaki. Usianze kuletea mambo yako haya. Asante. Ngoja niende kwa wifi yangu. Angasa usidondoke maana una vibe. Yaani acha kuna furaha. Baadaye auntie. Haya. Kumbe wa mama. Wanaogopa mziwanda. Haya bwana. Vipi mbona bila hodi ndani kwa watu? Hivi, we dada we. We kama naye unafueza nguo. Unaona uliza kama na? Hivi dada, umekamilika kweli? Kwani unaniona? Nakuona kama haya tuloshindikana. Wapi? We dada wewe, Unaenda wewe. Nesi. Unavuka sana mpaka. Hivi dada, kuvusha kidogo nataka kujipe mamlaka huko ndani sasa. Kwani wewe kwako? Kwani wewe kwa nani hapo? Kwetu. Kwetu. Leo dada, umefunda kwenu wewe? Nimefunzwa. Sasa kalao nikuoneshe kama mabwana wanauma. Umesikia wewe mbwa wewe? Welcome. Sasa nataka nikuoneshe kama mabwana wanauma. Kuja hapa nakwambia. Mawingu huonyesha taswira ya ndani uyaoni. Hii tabasamu limeumbwa kuficha mengi. Natamani kusema ila moyo uneni. Najua duniani kuna mengi.